Songiza namba 52. Yote namtolea Yesu, nampa moyo wote, nitampenda siku zote, wanda makinasa yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, yote kwako Mwokozi, natoa sasa. Yo
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hewani nione ukipunga mkono ukisema haleluya. Sema tena haleluya. Basi ukiwa umesimama hivyo, mimi ninaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, mtakatifu Bwana, mtakatifu, 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 mtakatifu. Dunia yote Baba imejawa na utukufu wako, kama mbinguni Baba utukufu wako inavyojaza Baba wa rehema. Na ikiwa siku ya kwanza Baba wa rehema ya juma, na Baba watakatifu wako wakiwa Baba wa rehema wamekusanyika mahali palipowekwa jina lako, na lengo ni Baba wa rehema wapate kula na kushiba mbele zako Bwana, maana neno lako ni chakula chao cha kiroho Baba wa rehema. Neno lako ni uumbaji wao, neno lako ni uponyaji wao, neno lako ni tiba katika maisha yao, neno lako ni suluhisho katika matatizo yote yanayesibu maisha yao. Na Baba, neno lako lipitapo Baba wa rehema, neno lipite katika nafsi, roho na mwili wa kila aliyepo katika eneo hili, hata mtu yoyote anayetufuatilia kutoka katika Baba mataifa tofauti tofauti. Jina lako likipata kutukuzwa Baba, na tunapoendelea Baba wa rehema na somo linalohusu ndoto Baba, kama Baba wa rehema nabii Yoeli alivyosema ya kuwa nyakati za mwisho utamwaga roho yako, na Baba vijana Baba wa rehema wa kiume na wa kike wataona maono Baba na kutoa nabii, huku wazee wakipata Baba wa rehema ndoto. Ni wakati wa kuota ndoto, maana Baba roho yako imemwagwa juu ya Baba wote wenye hai. Na Jehova mwezi wa chote, neno lako lifichue maagano na mabaya yote Baba wa rehema aliyepenya katika ndoto, magonjwa aliyetupata katika ndoto, mitego iliyotunasa katika ndoto, maagano yote tuliyofungishwa katika ndoto, na Baba mabaya yote yaliyepata watu wako katika ndoto, hata Baba wa rehema maono ya maisha yao yaliyeshikiliwa katika ndoto, yaliyebatilishwa katika ndoto Baba, kama kuna agano uliyefanya na watakatifu wako pasipo wao kujua, adui shetani akapata kuifunika. Huu ni wakati Baba wa rehema kupokea Baba maono mpya, kupokea hatima mpya, na Baba neema yako ikitufichulia Baba siri ya ndotoni Baba inaigusa maisha yetu, na Baba ukizidi kusema nasi kupitia ndoto Baba wa rehema. Nami natukuza jina lako, maana neno lako halitatugusa tu sisi, bali litagusa taifa la Tanzania, mikoa yote, wilaya zote, kata na tarafa zote, vijiji vyote Baba wa rehema, na makabila zote Baba wa rehema, pasipo kusahau wakuu wetu wa nchi, kuanzia rais Baba na wasaidizi wanayemsaidia kazi. Jina lako litukuzwe na mapenzi yako yatimie. Lakini Bwana, bado tunaweka Baba wa rehema barabara zote mikononi mwako Baba, ila za adui shetani ya Baba wa rehema, ajali za Baba wa rehema, magari yanayowaka moto, tunafunga kwa jina la Yesu. Ajali zinazoongezeka tunazifunga kwa jina la Yesu. Ajali za barabarani, ajali za Baba katika nchi kavu, anga na makusanyiko ya maji, ajali za Baba majumbani, tunafunga kwa jina la Yesu. Adui shetani anaanza Baba kusababisha ajali Baba kuanzia mwezi wa 8 kuelekea mpaka 12, nasi tunanyunyiza damu ya mwana kondoo Baba juu ya maeneo yote, na Baba damu isiyekuwa na hatia ipate kukingwa Baba wa rehema na kulindwa na damu yako Bwana.
huku Baba ukitoa nafasi kwa ajili ya wao kufikiwa na injili yako ya kweli. Nami nitulie kama chombo chako, niseme aliya kwangu, bali useme aliya kwako Bwana. Maana Baba, mimi ni chombo Baba wa rehema mbele zako. Chombo hakiwezi Baba wa rehema kujisifu mbele ya mwenye chombo, bali mwenye chombo anastahili kupokea sifa zote. Nami natukuza jina lako Mungu wetu, kwa kuwa wewe ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Na mtu mmoja aseme Bwana ni mtakatifu. Bwana ni mtakatifu. Hebu makofi kwa ajili ya Bwana. Hebu kaka kwa Mungu, maana umetangaza utakatifu wa Bwana. Subiri uone utakatifu wa Bwana kwenye maisha yako. Kaa alafu utulie uone utukufu wa Bwana aliyetangaza. Tuliona kwenye kitabu cha Isaya ya kuwa wale materafi walitamka ama walitaja utukufu wa Bwana ijaze dunia na ulimwengu. Utukufu wa Bwana leo itajaa ndani yako. Basi tunaendelea na somo ya ndoto. Endelea na somo ya ndoto. Kama unavyojua, kila mtu anaota ndoto. Ndoto ni matukio, mawazo, picha na hisia zinazokuja wakati mtu amelala. Mawazo, picha, hisia na matukio yote yanayotokea mtu anapolala. Sasa ndoto ni tofauti na maono. Maono hutokea mtu akiwa macho, na ndoto wakati mtu akiwa amelala. Sasa Mungu aliweka ndoto kama moja kati ya njia ya kusema na watu wake ama kuwafikia watu wake, na tuliona msururu wa watu walioota ndoto kwenye Agano la Kale, sana sana kwenye kitabu cha Mwanzo. Tulipitia Jumapili iliyopita kwa wote walioota ndoto kwenye kitabu cha Mwanzo. Lakini sasa watakatifu wa Bwana, kitu tunachotakiwa kujua ni ndoto kwa asili yake ni nini? Ndoto ni lugha ya kiroho. Ndoto ni lugha ya kiroho. Ndoto ni lugha ya kiroho namna gani? Kama unavyojua, lugha ya kiroho ambayo ni kupitia maono, ndoto ama hata fikra ama mawazo yako, ni kupitia zile picha unazoziona pamoja na matukio unayoyaona na hata sauti unazosikia. Lakini ukisikia wapi? Ama kwenye maono, ama kwenye ndoto, ama kwenye mawazo ama fikra zako. Sasa watakatifu wa Bwana, mara nyingi sana watu wengi husema ya kuwa ndoto si ya wakati huu. Wacha nikutoe hofu. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Yeye ndiyo yule yule aliyesema na watu kwenye Agano la Kale kupitia ndoto. Sasa hebu tusome haraka tuone kwa nini Mungu ni yule yule. Hebu fungua kwenye Malaki. Fungua kwenye Malaki sura ya 3 na sura ya 6. 3:6. Soma haraka Joshua. Malaki 3:6. Malaki 3:6. Tuone Mungu yeye ni yule yule jana na hata leo. Yeye abadiliki. Mungu abadiliki. Malaki sura ya 3 mstari wa 6. Malaki 3:6. Kwa hiyo itakuwa usiku kwenu msipate kuona maono, tena itakuwa giza kwenu msiweze kubashiri, nalo jina litawachukia manabii. Mungu, unaona, Mungu anasema na manabii katika Agano la Kale. Maana Mungu alisema na watu wake kupitia manabii kwenye Agano la Kale, lakini alisema na manabii kupitia ndoto. Hebu soma soma Hesabu 12 mstari wa 6. 12 mstari wa 6. Uone ya kuwa Mungu alisema ya kuwa patakapokuwepo nabii kati ya wana wa Israeli, basi angejifunua kwake kupitia ndoto, naye angesema naye kupitia njozi za usiku. Ina maana
Kumbe Agano la Kale Mungu alisema na watu kupitia kwa manabii, lakini manabii walisema nao kupitia ndoto. Ina maana alifikishia watu ujumbe kupitia ndoto, kupitia maono, kupitia pia fahamu ama fikra za manabii, ndoto ikiwa kama moja kati ya njia ya Mungu kusema nasi. Sema Bwana, sema nami kupitia ndoto. Usemapo nami kupitia ndoto, unipe maana ya ndoto hiyo, ili niwe na faida katika kila ndoto niotapo, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Hebu soma Joshua. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, mama pale mlangoni pa hema. Akawaita Haruni na Miriam. Akatoka nje wote wawili. Akawaambiaje? Sikizeni basi maneno yangu, akiwepo nabii kati yenu. Mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Umeona? Hiyo ni baada ya Miriam dada yake Musa na Haruni mdogo wake Miriam, lakini kaka yake Musa, wao wakamteta Musa, wakasema haiwezekani huyu mdogo wetu ndio Mungu aseme naye wakati sisi ni wakubwa zake. Kwanza mdogo wetu huyo ameoa mwanamke sio Mwisraeli, ameoa mwanamke Mkushi. Umeona sasa? Wanamsema Musa, lakini ni kweli Musa alikuwa mdogo wao, ni kweli wewe ni mdogo wao, ni kweli wewe si kitu mbele yao, ni kweli wewe uwezo wako si kama wao. Lakini pamoja na Musa kuwa mdogo, pamoja na Musa kwenda kinyume na desturi na utaratibu wa taifa la Israeli ama Waebrania, kwa kutokuoa mwanamke Mwebrania na kuoa mwanamke Mkushi, umeona, bado Mungu alikuwa pamoja na Musa. Mungu awe pamoja nawe kupitia jambo lolote kwa jina la Yesu. Amen. Mungu awe pamoja nawe hata kama ulifanya kosa kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akusamee mabaya yote, na mawazo na fikra zake ndani yako zidumu na kutenda kazi kwa jina la Yesu. Amen. Bila shaka Musa ni kweli alifanya kosa. Ni kweli watu wanafanya kosa. People do make a lot of mistake. But who is you to judge these people? Who are you to point fingers at them? Nani amekupa mamlaka kunyosha mikono kwao? Ujui kama nyoshea kidole kwa wengine unyoshewa kidole? Unaponyosha kidole moja, vidole vingine vinakuambia na wewe je? Unanyosha moja kwa mwingine, vingine vinakuuliza wewe je? Umeona sasa? Miriam na Haruni wanamsema vibaya mdogo wao, lakini jambo hilo likagusa moyo wa Mungu, lakini Mungu akashuka katika ile nguzo la wingu, lakini katika hema ya makutano, na akiita Miriam na Haruni na Musa akiwepo, na bila shaka akiwaambia kuwa nisikilizeni nitakachowaambia. Anasema atakapokuwepo nabii kati yenu nitajifunua kwake kupitia maono, nami nitasema naye kupitia njozi za usiku ama ndoto ya usiku. Umeona sasa? Ina maana Mungu ndiyo aliyemtetea Musa. Kuanzia leo Mungu awe mtetezi wako kwa jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo Mungu aenda kutane na wote waliyekuonea, waliyepindisha maisha yako, waliyepandikiza mabaya kwako, na Bwana aseme nao katika jina la Yesu. Amen. Kuanzia leo usiseme nao, bali acha Bwana aseme nao kama Bwana alivyosema na Miriam pamoja na Haruni kwa jina la Yesu. Amen. Mungu aende katika ndoto zao, Mungu aende katika maono yao, Mungu aende wakati wanakula, Mungu aende wakati wanakwenda kinyume nao, na Mungu aseme nao kwa jina la Yesu. Amen. Hakuna kitu kizuri kama kumwachia Mungu achukue nafasi. Hakuna kitu kibaya kama wewe kuchukua nafasi ya Mungu. Kama unapitisha hukumu, pitisha hukumu, lakini usizuie njia ya Mungu. Ndio maana Biblia inasema hivi, ipisheni ghadhabu ya nani? Ya Bwana. Umeshawahi kuuliza tunapisheni ghadhabu ya Bwana? Tuseme huyu ndio adui sasa. Mimi nakwenda kupambana na adui, ghadhabu ya Mungu inatoka huku. Inanifikia mimi kwanza, maana nimeshindwa kupisha ghadhabu ya Mungu.
ipishe ghadhabu ya Mungu ili ifikie wale. Umeona Musa akujitetea. Ni mara nyingi sana tumesema kinyume, mara nyingi sana mabaya yanatupata kwa sababu mambo yanafanyika katika migongo yetu pasipo sisi kujua. Lakini wacha nikwambie kitu kimoja. Mimi leo nachukua mamlaka kama kuhani wa zamu kuamrisha wote waliosimama katika njia yako wamuone Mungu pasipo kukuona wewe kwa jina la Yesu. Amen. Wote wanaesimama usiku na mchana kupinga maisha yako na maisha ya watoto wako, ninampeleka Mungu aonekane kwao kwa jina la Yesu. Amen. Sasa watakatifu wa Bwana, tunaona ya kuwa kumbe ilikuwa desturi ya Mungu kusema na nani? Mungu kusema na manabii katika Agano la Kale kwa niaba ya watu wake. Lakini je, Agano Jipya Mungu anasema nasi namna gani? Maana nilifundisha hivi, unapogusia jambo kwenye Agano la Kale, usiishie kwenye Agano la Kale. Unaposoma mstari mmoja, usisome na kuishia hapo. Maana unaposoma mstari mmoja, Biblia inakupiga chenga, maana aliandika Biblia hakuandika mstari mmoja. Kwanza, unaposoma Biblia kwenye akili yako ondoa sura na mistari, maana waandishi wa Biblia hawakuandika sura na mstari. Waandishi wa Biblia waliandika Biblia, waandishi zaidi ya 40 waliandika Biblia kama mtu anayeandika hadithi, kama mtu anayeandika story. Ndio maana Biblia iligawanywa kwenye matukio. Umeona matukio? Na mpaka karne ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka karne ya kwanza, bila shaka hapakuwa na kitu kinachoitwa sura ama mstari kwenye neno la Mungu. Ilipofika karne ya 16, karne ya 16 ina maana gani? Nisikilize. Ninapofundisha Biblia jaribu kuwa makini, maana kuna vitu ambavyo nafundisha maana usipokuwa makini yawezekana usiaelewe kabisa. Maana nani anachukua nafasi ya kufafanua vitu hivi? Unaposema karne, you are talking of a century. Sasa hivi tuko kwenye karne ya ngapi? We are in which century? 21 kwa bado tuko kwenye 2019. Umeona, ina maana kuanzia kwa 2001 mpaka 2099 hiyo ni karne ya 21. Lakini kuanzia 1901 mpaka 1999 tulikuwepo kwenye karne ya 20. Ina maana karne ya 16 inaanzia katika mwaka wa 1500 na ngapi? 1501 mpaka 1500 na ngapi? Na 99, ambayo ni karne ya 10 na ngapi? 16. So katika karne ya 16 alitokea mtu kutoka Ufaransa aliyekuja kuweka sura na mstari kwenye Biblia. Hakuna kitu ambacho kimepiga watu chenga kama kusoma Biblia ukiweka sura na mistari. Unaweza kwenda kwenye kitabu cha, ukienda kwenye kitabu cha Marko sura ya 4, unakuta imebeba hadithi 3 za Yesu mpaka 4. Lakini hadithi hizo unaposoma mstari moja utaielewaje? Inatakiwa usome hadithi uimalize. Unakuta hadithi ni mstari wa kwanza mpaka mstari wa 20 imebeba hadithi moja. So unapoisoma mistari short unapata kuelewa hiyo hadithi ama hiyo story. So waliandikiwa Biblia ambayo ni walengwa wa awali, waliandikiwa matukio kwa mkusanyiko pamoja. Ina maana Biblia imebeba hadithi zilizokusanywa pamoja, lakini hadithi tofauti tofauti inayohusu Mungu. Nisikie amina kubwa. Amen. Nione mtu anayenielewa kipunga akisema haleluya. Haleluya. So unaposoma Biblia, when you are reading the Bible was written in a story form. That is why when you read the chapters and the verses, you will mess up. And that is where the devil has taken the world. The world is not reading the whole chapter and the whole book. People are reading some parts
in the Bible, and they're putting their carnal mind to do the explanation of those parts. Nasema hivi, utakapochukua mstari mmoja kwenye Biblia, ukaweka akili yako ya kawaida, ukasoma bila shaka, umetumia aina ya elimu ya magharibi. Elimu ya magharibi inapotosha Biblia, maana unapotumia akili yako ukashindwa. Kwa Biblia inatakiwa usome kwenye mawazo na akili yako, alafu itoke kwenye mawazo yako iende kwenye macho ya moyo wako, maana Mungu anasema hivi, atatia nuru macho ya mioyo yetu. Ina maana itoke juu ishuke kwenye moyo wako. Ndio maana Yesu anasema hivi, linda sana moyo wako, maana hapo ndipo panapokaa nini? Chemchemi ya uzima. Chemchemi ya Mungu ni nini? Chemchemi ya Mungu ni nini? Chemchemi ya Mungu ni neno la Mungu. Maana chemchemi ya Mungu neno la Mungu. Neno la Mungu ndio asili ya uhai. Ndio maana inaandikwa hapo mwanzo palikuwepo neno, na neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Sasa watakatifu wa Bwana, ili nikuonyesha kuwa neno la Mungu ikiishia kwenye akili yako inaitwa rationalism. Hii inahusu elimu ya kimagharibi ambayo tunasoma madarasani, ambayo imepiga watu wengi sana chenga. Lakini neno la Mungu inatakiwa itoke kwenye kichwa ama kwenye mawazo na akili, uipeleke kwenye moyo wako. Kwenye moyo wako unaitafakari sasa, na katika macho ya moyo wako unaanza sasa kuangalia tukio ile, uione kwenye macho ya moyo wako, unaisikia kwenye masikio ya moyo wako, unaipata kuipambanua ili ujue ikoje katika moyo wako. Sema, nitalinda sana moyo wangu, maana hapo ndipo panapokaa chemchemi cha uzima. Sema, kila mabaya yaliyokaa kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu, iachie moyo wangu, iachie moyo wangu, achia chemchemi cha uzima, achia chemchemi cha uzima kwa mamlaka jina la Yesu. Na kuanzia leo chemchemi cha uzima ianze kutoa maji ya uhai kutoka ndani yangu, inipe uhai kwa jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Do you believe that your heart has eyes and ears? Unaamini kama moyo wako inayo masikio na macho? Amen. Hebu soma Waefeso sura ya 1 mstari wa 17 na 18. Ukiwa makini, leo ni siku ya kutoka. Unachotaka neno la Mungu. Ukipata neno la Mungu la kweli, unaumbika tena upya. Maana situmii neno langu, natumia neno la Mungu. Yesu akasema ya kuwa wote waaminio mambo haya ni yatendao, na makubwa kuliko haya watafanya nini? Watatenda. Kama ukiamini leo, Mungu atatenda. Hebu soma kwa jina la Yesu. Soma kwa jina la Yesu. Waefeso sura ya 1 17 na 18. 18 lakini anzia 17. Uone ya kuwa Mungu anatia nuru macho ya moyo wako, ili macho ya moyo wako ifunguke, utoe maandiko yaliyoandikwa kwenye mistari, uanze kuona kwenye matukio, uanze kuona ukuu wa Mungu kupitia moyo wako. Ndio maana Bwana utazama si akili, si tabia. Bwana utazama moyo. Bwana utazama moyo. Sema, Bwana utazama moyo. Bwana utazama moyo. Hujawahi kujiuliza kwa nini Bwana utazama moyo? Anatazama moyo kwa sababu hapo ndipo pamekaa kila kitu. Hapo ndipo shetani naye anatumia kukuingizia picha za ajabu ajabu. Unapoona maono, unaona tukio ya kutisha kwenye maono yako ama ndoto yako, ina maana shetani anatumia macho ya moyo wako. Unaposikia jambo kwenye ulimwengu wa kiroho, shetani anatumia masikio ya moyo wako. Sema, kuanzia sasa neno la Mungu likae kwenye macho ya moyo wangu. Neno la Mungu likae kwenye masikio ya moyo wangu. Neno la Mungu likae kwenye hisia ya moyo wangu. Na kuanzia sasa, mambo ya mabaya yanayopenya kutoka kwenye shetani na wakala wake isinifikie tena kwa jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme haleluya.
Hebu soma kwa jina la Yesu. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya moyo wako inatiwaje nuru? Ina maana macho ya mioyo yetu inawezekana imetiwa giza na shetani. Sema kila giza iliyetiwa macho ya moyo wangu na kunifanya nisimuone Mungu, nisione ukuu wa Mungu, nisione uponyaji wa Mungu, nisione kibali cha Mungu. Kuanzia leo macho ya moyo wangu na itiwe nuru kwa jina la Yesu. Masikio yangu na ifumuliwe kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa nimuone Mungu kwenye macho ya moyo wangu, nimsikie Mungu kwenye masikio ya moyo wangu, nimuhisi Mungu kwenye hisia ya moyo wangu katika jina la Yesu. Na mtu mmoja sema amen. Sema amen. Amen. Wacha nikwambie, kuna mambo ambayo shetani ameyaficha watu wasielewe. Ndio maana uwanja wa neno la Mungu imekuwa ni vurugu mechi. Imekuwa ni vurugu mechi. Vurugu mechi kwa sababu hakuna anayetaka watu waelewe neno la Mungu. Mtu asiyetaka watu waelewe neno la Mungu anaaminisha watu kwenye vitu. Naweza nikakuaminisha kwenye kitu mtakatifu wa Bwana, lakini je, ninapokuaminisha kwenye maji haya yatafanya kazi? Nikiongea maji haya nikasema kila mtu anywe sasa hivi, utaona mtu akinya anadondoka chini kama na mapepo. Ni kweli ni aina ya miujiza na kuonyesha dunia, lakini nikikuaminisha kwenye maji utasoma Biblia? Utatafakari Biblia? Utawaza Biblia? Utawaza nini? Utawaza uyakute maji niliyoambea uweke kwenye kipima joto chako, utembee nayo. Utakuta wamama kwapa zao zimevimba, maana wameweka maji kwenye mikwapa zao, maana wameaminishwa kwenye maji. Sema nitaaminishwa kwenye neno la Mungu. Nitaaminishwa kwenye neno la Mungu. Kwa jina la Yesu. Nisikilize. Anayetaka kukupotosha anakuaminisha kwenye kitu. Unachoaminishwa, ukiaminishwa kwenye maji inakuwa ni sanamu, idol. Utaomba na maji, utaomba na kitambaa, utaomba na vidaftari, utaomba na peni, lakini neno la Mungu liko wapi? Huwezi kuchukua nafasi yako kujifunza neno la Mungu, kwa sababu after all, kama mimi nikinunua peni nikiombea inatenda kazi, kwa sababu bila shaka tunachokiomba Mungu anafanya. Lakini sasa maisha ya baadaye yako wapi? Watu hawana mifichini, watu hawana future. Kwa sababu gani? Wao kulelewa kiasi kwamba mtu kila siku wewe unategemea mzazi wa kiroho. Unahitaji kujua neno la Mungu ili upige hatua. Sema kuanzia sasa. Bwana nipe neema. Ya kuwa na kiu. Ya kusoma neno lako. Nisomapo neno lako. Neno lako ninihuishe. Neno lako niniumbe tena upya. Neno lako nirejeshe kwenye asili yangu. Neno lako liwe tiba kwenye maisha yangu, na kila ugonjwa iliyopo ndani yangu kwa jina la Yesu naipambanisha na neno liwe tiba. Na kuanzia sasa ninapokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea nguvu kwa jina la Yesu. Pokea macho ya rohoni kwa jina la Yesu. Pokea masikio ya rohoni kwa jina la Yesu. Pokea hisia rohoni kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa umuone Mungu, uwe na ushirika na Mungu kwa jina la Yesu. Mungu aseme nawe kwa jina la Yesu. Mungu aseme nawe kwa udhihirisho zaidi kwa jina la Yesu. Atakaposema nawe utayatii maneno yake. Utakapomuona Mungu utakuwa na ushirika naye. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Sasa tunaona kuwa Mungu akawaambia Haruni na Musa atasema na manabii, lakini atasema nao kupitia ndoto. Akasema atajidhihirisha, atajifunua kwa kupitia maono, lakini kusema anasema atasema nao kupitia ndoto. Lakini alisema ya kuwa nabii anayeleta neno lake kupitia ndoto, kama alileta ndoto isiye muunga Mungu mkono, bali kutoa watu kwa Mungu na kuwaelekeza kwa sanamu, huyo nabii alitakiwa auawe, alitakiwa afe, apigwe kwa mawe mpaka kufa.
Umeona sasa? Ina maana agano la kale ilikuwa ni agano la udhihirisho wa kimwili. Sasa hivi haitakiwi huyo nabii apigwe kwa mawe mpaka kufa. Anatakiwa nabii huyo aombewe neema ili apate kufanya nini? Apate kubadilika na kumrudia Mungu kwa jina la Yesu. Sasa hebu tuone Mungu anasema nasi kupitia namna gani katika agano jipya. Maana agano la kale alisema nitasema na manabii katika ndoto, lakini ndoto manabii walitumia kuwafikishia wana wa Israeli ujumbe. Na kama nilivyosema, nilisema ya kuwa Biblia imegawanyika mara mbili, agano la kale na agano jipya. Unaposoma Biblia sehemu yoyote agano la kale, wherever you are reading in Old Testament, regardless of which chapter, which verse, it concerns one nation. Unaposoma kitabu cha Malaki, mtazamo wako, fikra yako iwe ya kuwa unatazama habari za Israeli. Unaposoma kitabu cha Isaya, it is all about the nation of Israel. Unaposoma kitabu cha Zaburi, unaposoma kitabu cha wimbo liye bora, it is all about Israel. Agano la kale ilikuwa agano kati ya Mungu na taifa la Israeli, na ishara yake ilikuwa ni Sabato. Sema agano la kale. Agano la kale ilikuwa agano kati ya Mungu na taifa moja. Na ishara yake ilikuwa ni Sabato. Agano la sasa hivi ni agano kati ya nani na nani? Kati ya Mungu na watu wote. Mungu na mataifa yote. Agano, ishara yake ni nini? Wokovu. Ishara yake ni wokovu. Vizuri. Sasa hebu tuone kwenye agano jipya Bwana anasema na watu kupitia nini? Hebu fungua kwenye Waebrania. The book of Hebrews. The book of Hebrews. Sura ya 12. Sura ya 12. Soma mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Soma Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa pili. Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa pili. Nataka tuone, je, agano jipya Bwana anasemaje nasi kupitia nini? Agano la kale alisema kupitia manabii. Je, sasa hivi tumsikie kupitia nani? Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka pili, Joshua. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii. Aha, Mungu aliyesema na baba zao katika manabii anasemaje na sisi kwa wakati huu? Endelea. Sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi anasema na sisi katika mwana aliyemweka. Aha! Alisema na baba zao Waisraeli, alisema na Waisraeli kupitia manabii, lakini kwa sasa anasema pamoja nasi, anasema nasi kupitia mwana wake aliyemchagua, akamleta, akaenda juu ya msalaba, akatoa uhai wake ili kila anayemwamini asipotee bali afikie toba ya kweli. Sema Bwana usema nami. Bwana usema nami kupitia mwana wake. Kupitia mwana wake. Bwana wa herufi gani? Kubwa zote. Bwana wa herufi gani? Kubwa zote. Ina maana Bwana yenye herufi kubwa zote amesema nasi kupitia Bwana yenye herufi gani? Moja kubwa. Wewe sitakusikia hata ya kwanza herufi kubwa zinazofuata herufi ndogo. Sema Bwana yenye herufi kubwa. Bwana yenye herufi kubwa. Husema nasi. Sema nasi. Kupitia Bwana. Kupitia Bwana. Yenye herufi ya kwanza kubwa. Na herufi zinazofuata zote ndogo. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kama usipofundishwa ya kuwa Bwana yenye herufi kubwa kwenye Biblia inawakilisha nafsi ya Mungu Baba, na Bwana yenye herufi kubwa ya kwanza na herufi zingine zinazofuata ndogo inawakilisha nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu, utaielewaje? Ndio maana kila neno, hata kama ni koma, hata kama ni full stop, bila shaka usipoiweka
upate maana ya Biblia. Ndio maana tumeanza kujifunza Biblia, tumeanza kujifunza misingi ya Biblia, na tunataka tufundishe watu jinsi ya kusoma Biblia, how to read the Bible and understand the Bible. Huwezi ukasoma Biblia tu hivi from nowhere ukaelewa Biblia. Huwezi usipofundishwa jinsi ya kusoma Biblia. Ndio maana kuna mambo yaliyopo kwenye Biblia ambao hatujafundishwa, na ndio maana Biblia imekuwa ni fumbo kwa watu wengi. Maana nani anayekufumbulia? Roho Mtakatifu kupitia kwa wanadamu, Roho Mtakatifu kupitia kwa wewe. Lakini kama wewe hujafundishwa jinsi Roho Mtakatifu anaposema na wewe, inatakiwa ufundishwe na mwanadamu ambao Roho Mtakatifu anakaa ndani yake na anasema na wewe kupitia kwa huyo mwanadamu, ili akufunulie baadhi ya mambo, na unapoanza kuyaweka kwenye matumizi wewe mwenyewe, hapo ndipo tayari macho ya moyo wako unafunguliwa na wewe unaanza kuwa na nafasi ya kusoma Biblia na kuelewa. Sema niko tayari kufunguliwa macho ya moyo, ili nisome Biblia na kuelewa. Nisome Biblia na kuelewa. Je, unahitaji mtu akutafsiria Biblia? Unahitaji mtu akufundishe jinsi ya kusoma Biblia, hatimaye Roho Mtakatifu akutafsiria neno. Kuna maeneo mengine kwenye Biblia ambao mpaka leo ukisoma hata kwenye watu waliotafsiri Biblia hawajaandika maana yake. Maana kwa kila mtu anafunuliwa na Roho Mtakatifu ndani yake. Ina maana kila moja anayo majibu yake. Kila moja anayo majibu yake kutoka kwa Roho Mtakatifu. Maana kila moja anatakiwa aipokee kwa jinsi alivyo. Nisikie amina kubwa. Amen. Ndio maana maandalizi ya moyo ni ya nani? Ya mwanadamu. Jawabu ya ulimi kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Basi kusoma Biblia hiyo ni nafasi yako, lakini maana yake inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Nisikie amina kubwa. Amen. Umeshasoma mpaka mstari wa 2? Soma. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika kwa kadiri ya jina lilivyo tukufu katika lao. Ishia hapo hapo. Huyo ni mwana wa Mungu ambayo jina aliyerithi ni kuu kuliko majina yote. Ndio maana kila goti ni sharti ama ni lazima ipigwe na kukiri kuwa Kristo ndiye mwenyewe, lakini yeye akiwa ni bora kuliko malaika wote. Malaika wote, umejua unaposema habari za malaika, yeye ni malaika wa uso wa nani? Wa Bwana. Yeye ni malaika wa uso wa Bwana, na maana yeye ni malaika aliyekuu kuliko malaika wote. Sasa hebu tunaona ya kuwa Agano la Kale Mungu alisema na watu katika kupitia manabii na kwenye ndoto, lakini nabii mmoja akatabiri ya kuwa nyakati zijazo bila shaka roho ya Bwana atamwagwa, na baada ya kumwagwa roho ya Bwana, ina maana uotaji wa ndoto ingeongezeka. Hebu tuone huyu nabii, alafu tuone Agano Jipya inasemaje kabla tujaenda kwenye ndoto, baadhi ya ndoto. Hebu soma Yoeli sura ya 2. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28, alafu ruke usome Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17. Navopeleka kwenye Agano la Kale na kuleta kwenye Agano Jipya pia. Maana hatuwezi tukaishia kwenye Agano la Kale, maana sisi ni wana wa Agano Jipya. Yoeli sura ya 2. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Bila shaka mambo hayo yalikuwa ni katika karne
ya 7 kabla ya kuzaliwa Kristo. Maana miaka ilikuwa inashuka chini. Ina maana nabii Yoeli alitumwa katika mwaka wa 835 na bila shaka kuanzia mwaka wa 845 mpaka mwaka wa 835 nabii Yoeli alikuwa ni nabii aliyetumwa. Lakini kumbuka ya kuwa nabii Yoeli alikuwepo katika karne ya 7. Nasema karne ya 7 kwa sababu miaka ilikuwa inafanya nini? Miaka ilikuwa inashuka. So mwaka inaposhuka ina maana karne iliyopo, namba iliyopo chini ndio inayokuwa, ina maana karne ya 7 ndiyo maneno hayo yalipata kufunuliwa kwa nabii aliyokuwepo Yoeli. Lakini hebu tuone sasa kwenye Agano Jipya neno hilo ilitimia wapi? Kila neno kwenye Agano la Kale imetimia kwenye Agano Jipya. Hebu soma Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 17. Sura ya 2 17 mstari. Sura ya 2. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu. Umeona sasa? Ina maana hiyo ilikuwa ni ile siku ambayo wanafunzi wa Yesu walikuwa ghorofani, na katika ile siku ya Pentecostal. Siku ya Pentecostal ilikuwa ni siku ya 50. Ilikuwa ndio ile siku ya 50 ambayo ilisherekewa siku 50 baada ya siku ya nini? Baada ya siku ya Pasaka. So umeona matukio ya sherehe ya 50. Sherehe ya 50 ilisherekewa kitu kinachoitwa mavuno. Hiyo ni kwenye Agano la Kale. Mavuno ilisherekewa katika siku 50 baada ya siku ya Pasaka. Lakini sasa siku ya 50 ilikuja sasa kwenye Agano Jipya, ikawa siku ya Pentecostal. Ilikuwaje siku ya mavuno? Siku hiyo Petro anaposimama na kufundisha habari za wokovu baada ya wao kujazwa Roho Mtakatifu. Kumbuka ya kuwa kanisa ilianzia pale na watu 3,000 walitoa maisha yao kwake Kristo. Ina maana walivunwa watu 3,000. So umeona tukio hilo la mavuno, watu walisherekea mavuno yao kupeleka mbele za Bwana kwa kuhani pale katika hekalu ama mahali palipowekwa jina la Bwana. Lakini katika Agano Jipya ina maana mavuno ikawa ni zile roho ambayo zilipata kuokoka na kanisa la kwanza ikatengenezwa. Lakini siku ya 50 baada ya Pasaka, siku ambayo Yesu alikufa, ina maana ilikuwa ni siku 50 baada ya kifo cha Yesu. Lakini ilikuwa ni siku 10 baada ya Yesu kufanya nini? Kupaa juu. Maana Yesu alipaa juu siku ya 40 akiambia wanafunzi wake, nendeni Yerusalemu mkasubiri mpaka mkavikwe uweza. So ina maana tangu Yesu kupaa juu wakaenda wakasubiri, na siku ya 10 baadaye ambayo ni siku ya 50 kuanzia siku ya Pasaka, bila shaka wakapata kujazwa Roho Mtakatifu. Lakini ilikuwa ndiyo nini? Udhihirisho ya unabii ambayo alitabiri Yoeli ya kuwa siku za mwisho Bwana angemwaga roho zake, na wazee wangeota ndoto, lakini vijana wangeona maono na kutabiri. Sasa watakatifu wa Bwana, jambo linapotimia, ina maana siku za mwisho zilianzia lini? Hii inatupa picha kwa siku ya mwisho ilianzia ile siku ya Pentecostal ambayo wanafunzi wa Yesu waliyekuwa ghorofani walimwagiwa Roho Mtakatifu. Sasa umeona, hii ni kitu ambacho inaweza kupiga cheki. Ina maana kumbe siku za mwisho haijaanzia kwa wakati wetu. Siku ya mwisho ilianzia tangu siku 10 baada ya Yesu kupaa juu. Ina maana katika siku ya Pentecostal. Lakini nikwambie ya kuwa mambo haya ukisoma Biblia yote ndipo unapata maana yake.
Umeona Yesu alisemaje? Anapoongea na wanafunzi wake kuhusu mambo yatakayotokea kabla ya siku ya mwisho, kabla siku ile ya Bwana ambayo ni siku ya hukumu ya mwisho wa Bwana, aliwaambia hivi, kizazi ipi? Kizazi ipi? Kizazi hicho. Kizazi gani? Ina maana kizazi hiki, ina maana kuanzia pale wale aliyekuwa wamekaa nao, akasema kizazi hiki hakitapita kabla ya mambo haya kutimia. Ina maana kumbe nyakati za mwisho zilianzia pale Bwana alipokuwepo wakina Petro wanafunzi wake, tukienda mpaka mwisho. So ina maana matukio yanayoendelea kuota ndoto ni matukio ya wakati wa mwisho. Ndio maana kwa sasa hivi ndoto ni muhimu kuliko hata kipindi cha Agano la Kale. Sema ndoto ni muhimu. Ndoto ni muhimu kuliko kipindi cha Agano la Kale. Kuliko kipindi cha Agano la Kale. Hebu nione anayesema mchungaji, mpaka jana, wiki iliisha jana niliota ndoto. Wewe kanisa lote, hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Wewe, ina maana watu wote wanaota ndoto. Nyakati za mwisho watu wataota ndoto. Sema nyakati za mwisho. Nyakati za mwisho watu wataota ndoto. Watu wataota ndoto. Uwanja huo Bwana anaitumia kisawasawa, lakini shetani naye anafanya nini? Anayatumia kisawasawa. Lakini sasa nikwambie kitu kimoja. Tujueje ndoto nzuri na ndoto mbaya? Tujueje ndoto nzuri na ndoto mbaya? Mchungaji, nikiota wananikimbiza nikateleza wakanikamata, ndoto mbaya. Nataka kudanganya. Huwezi kujua ndoto mbaya pasipo kuijaribu. Paulo anasemaje? Hebu fungua Wathesalonike wa kwanza. Tufanye nini katika mambo yote? Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 21, ili uone ya kuwa kumbe kila kitu natakiwa tufanyeje? Ijaribiwe. Tuijaribuje? Nataka leo nikufunulie ili wewe mwenyewe uanze kuelewa ndoto uliyoota wiki tuliyomaliza jana, kama ilikuwa ndoto njema ama ndoto yenye mauzauza. Na wakati huu ndoto zimejaza mauzauza, watu wa Mungu. Kama kuna sehemu ambayo unakurupushwa na kupigwa ni kwenye ndoto. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 21. Jaribuni mambo yote, ishikeni lililo jema. Tujaribu mambo yote, tushike ili lililo jema. Umeona, ina maana katika ndoto unazoota, kuna ndoto unazotakiwa kuyashika, lakini unatakiwa uyajaribu. Ndoto unapozijaribu, ina maana unatakiwa, kuna ndoto unazotakiwa uzishikilie, ina maana uyaombee ili yapate kutimia kwako. Lakini kuna ndoto zinazotakiwa ufanye nini? Uziombee alafu zipate kuziharibu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu tuone ya kuwa uliota ndoto, ulikuwa katika usingizi, ukawa umejimwaga, unalala, umechoka. Hatimaye ulipochoka ukafunguliwa macho ya moyo wako. Ukafunguliwa macho ya nini? Ya moyo wangu. Maana wewe si macho yako ulikuwa umefungwa na lala. Unaona ndoto na macho gani? Naona ndoto na macho ya moyo wangu. Nasikia sauti kwenye ndoto na masikio ya moyo wangu. Sema asante Bwana. Asante Bwana kwa kunionyesha macho ya moyo wangu. Ninayetumia kuona ndoto. Kuanzia sasa ndoto zote nitaziona vizuri. Maana macho ya moyo wangu
imetiwa nuru kwa jina la Yesu. Masikio ya moyoni imezibuliwa kwa jina la Yesu. Na kuanzia leo ndoto ziwe bayana, ziwe dhahiri zaidi katika jina la Yesu. Na ndoto njema asiwepo mtu ama roho ya kunichukulia ama kuniibia. Na kama kuna roho iliyoniibia ndoto zangu, naanza kudai ndoto zangu kwa jina la Yesu. Achia ndoto zangu, achia ndoto njema, achia ndoto yenye mafanikio, achia ndoto zenye afya njema, achia ndoto ya kuishi miaka mingi, achia ndoto za agano langu na Mungu katika jina la Yesu. Na mtu unaseme amen. Amen. Unapozidai ina maana Mungu atafungua macho ya moyo wako, alafu zitarudia tena. Kuna mtu mwingine anaota ndoto sema kama mchungaji, nimeota ndoto lakini nimekumbuka ndoto hii niliwahi kuiota miaka mingi iliyopita. Na maana Bwana amekurejeshia ndoto yako, maana Bwana ni Bwana wa nafasi ya ngapi? Ya pili. Sasa hebu tuone nani anayetafsiri ndoto. Tumeona kuwa tujaribu kila jambo, lakini lililo jema ndio tufanye nini? Tulishike. Ina maana katika ndoto zetu tunatakiwa tujaribu. Jaribuni roho zote kwa nini? Kwa moto. Jaribuni roho zote kwa nini? Kwa moto. Moto ni nini? Tunatumia Biblia kutafsiri Biblia. Jaribuni roho hizo kwa moto. Of course kwenye ndoto zako. Nilikwambia ndoto ni ulimwengu wa kiroho. Ina maana unapolala, umelala, nafsi yako imelala, mwili wako umelala, lakini unaona roho yako kupitia macho ya moyo wako. Unasikia roho yako akiongea, unaona kabisa ni kana kwamba umelala, lakini unamwona mwingine, yule mwingine unayeona wewe ndio roho yako. Lakini unamuonaje? Maana macho yako yamefumba na umelala. Unamuona kupitia macho ya moyo wako. So unayemuona yule ni roho. Watu wengine unaona kwenye ndoto ni roho. Hata yule ng'ombe unayemuona ni roho. Hata yule paka unayemuona kwenye ndoto, hata yule nyoka anayekukimbiza kila siku ni roho. Sasa Biblia inatuambia tujaribu roho hizo zote kwa moto. Moto ni nini? Nisikilize. Biblia inasema ya kuwa neno la Mungu ni nini? Moto ulao. Neno la Mungu ni nini? Moto ulao. Neno la Mungu ni nini? Moto ulao. Sema kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Nitajaribisha roho zote ndani ya ndoto zangu. Ninayeona kupitia macho ya moyo wangu. Na kusikia kupitia masikio ya moyo wangu. Nitajaribu roho hizo zote nikitumia neno la Mungu. Neno la Mungu. Na kutoka wapi neno la Mungu? Sio kwenye mawazo yako, sio kwenye akili yako. Use the Bible. The Bible is the measuring gauge. It is our measuring point or measuring cylinder. Ndio maana acha nikwambie, ukitafsiri ndoto ukitoka nje ya neno la Mungu kwenye Biblia, umekwenda na maji. Watu wengi wanatafsiri ndoto kutumia vitabu vilivyofanya nini? Vilivyoandikwa na watu. Nisikilize. Unaposema ya kuwa Mungu alikuwa ni mume wa Israeli, unaielewaje neno hili? Unaifafanuliaje neno hili? Alikuwaje mume wa Israeli wakati Mungu ni roho, na Yesu alisema ya kuwa katika ulimwengu wa roho hakuna kuoa wala kufanya nini? Kuolewa. Aha. Neno hilo tunatakiwa tuende kwenye asili yake. Mume maana yake Mungu alikuwa anayetoa mahitaji kwao. Mungu alikuwa anayewaongoza. Mungu alikuwa aliyewashika mkono. Mungu alikuwa aliyekuwa na wadumia. Mungu aliyekuwa anawaletea ulinzi. So majukumu ya baba kwa familia yake ndiyo majukumu ambayo Mungu alikuwa nayo juu ya taifa la Israeli. So unapokwenda kwenye neno la asili unakuta kuwa neno mume si mume kama tunavyochukua sasa hivi. Nisikie amena kubwa. Ndio maana watu wengi
wengi sana wamechukua Biblia kwa akili zao finyu, wakapotosha watu, wakakoroga watu wakakorogeka. Sema nakataa. Nakataa. Kuanzia leo kuchanganywa katika neno la Mungu. Lakini Roho Mtakatifu afungue macho ya moyo wangu, afungue masikio ya moyo wangu, afungue hisia ya moyo wangu, nami kupitia Roho Mtakatifu nielewe Biblia, maana yeye ndiye anayefumbuaye mafumbo ya Mungu, katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Tunaona kuwa tafsiri ya Biblia inatakiwa kipimo iwe ni Biblia. Ndio maana unahitaji kujua neno la Mungu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Umeona, unaposema ya kuwa moto, unatakiwa uende kwenye Biblia ili ujiulize moto ni nini. Tumeona ya kuwa Paulo tunaambia kuwa jaribuni roho hizo kwa moto. Ina maana kila roho tunayekutana naye kwenye maisha yetu ya kawaida na kwenye maisha yetu ya kiroho, inatakiwa tuyajaribu roho hizo. Kwa nini? Kwa neno la Mungu. Ndio maana neno la Mungu ni kipimo. Lakini kama huna neno la Mungu, utazijaribuje roho hizo? Huwezi. Ndio maana watu wengi sana wamepigwa chenga. Shetani amenafurahi, maana amefanikiwa kufunga watumishi wa Mungu wasifundishe watu neno la Mungu la kweli kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usipojua, hata kama mchungaji, huwezi kujua kutafsiri neno la Mungu, Biblia, hata kutafsiri ndoto za watu, maana una moto ya kufanya nini? Ya kuyajaribu. Ukisema Roho Mtakatifu, mwingine ana Roho Mtakatifu, ana Roho mtaka nini? Fujo. Mtaka nini? Fujo. Roho mtakafujo ndio akina mizimu wa babu zako zinazokufanya ujue kununa. Kuna watu ambao ni wataalamu wa kununa, anajua kusuka mdomo wake vizuri, anasuka. Familia watu wanasema hapa pameshaumana. Habari saizi. Macho yanakuwa kama ya nyoka, hayaoni vizuri, maana zile roho zitakao fujo zimejaa kwake. Ina maana roho za mababu, roho za mabibi, roho chafu zimejaa kwake, na roho hizo chafu zinaweza zikaongea. Kuna mtu anasema ni mchungaji, mimi nalindwa na mizimu ya babu ama baba ama upande wa kwa mama. Mizimu hiyo inanilinda, maana wachawi wakija na waona, alafu napigana na wao. Lakini hiyo mizimu inaniongoza nifanye nini? Wananiambia nisivae nguo fulani, nisile chakula fulani, nisifanye mambo fulani. Watakatifu wa Bwana, badala ya kubeba Roho Mtakatifu, umebeba roho mtakafujo. Sema kila roho mtakafujo, kila roho mtakafujo iliyetoka kwenye ukoo wa baba, iliyotoka kwenye ukoo wa baba, ukoo wa mama, ukoo wa mama, ukoo wa mume, ukoo wa mke, ama iliyetoka sehemu yoyote, kazini, ama kwenye biashara, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mamlaka ya jina la Yesu, neno la Mungu ambayo ni moto ulao, ijaribu hizo roho kwenye nafsi yangu, kwenye mawazo yangu, kwenye roho yangu, kwenye mwili wangu, kwenye mwili wangu, kwenye hatima yangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila kifungo, kila kifungo, kila kifungo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila ugonjwa kwa mamlaka ya jina la Yesu ianze kudhihirika, ianze kudhihirika. Ninaamrisha kila kifungo irudi kwenye asili yake, kila ugonjwa irudi kwenye asili yake, asili ya majini irudi kwenye asili ya majini, majoka irudi kwenye asili ya majoka, maagano yarudi kwenye asili ya maagano kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila jini aliyekaa ndani yangu na kusababisha mabaya, kila joka anayekaa ndani yangu na kusababisha mabaya, kila joka anayekaa ndani yangu, aliyefanya makazi ndani yangu, aliyesababisha magonjwa, anayesababisha magonjwa ndani ya mifumo ya mwili wangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Imeandikwa jaribuni, imeandikwa jaribuni, imeandikwa jaribuni roho zote kwa moto, jaribuni roho zote kwa moto, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaamrisha kila roho iliyekuja kwenye
Bwana, ninarudi kwenye kila ndoto, ninarudi kwenye kila ndoto. Roho zote zilizokuja kwenye ndoto, zilizonihudhurisha kwenye ndoto zangu na kuleta mabaya, kwa mamlaka ya jina la Yesu, navunja maagano yote kwenye ndoto zangu kwa jina la Yesu, navunja maagano yote kwa jina la Yesu. Kila agano niliyofundishwa, agano la chakula, agano la mahusiano, agano la maneno, agano la maneno, agano la maneno, agano la muunganiko na watu waliyekufa, ndoto za watu waliyekufa nimewaona kwenye ndoto zangu, wananiingizia magonjwa, wananikaribisha kwenye mauti kabla ya miaka yangu ya kufa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamrisha kwa jina la Yesu, kila roho yenye maunganiko na maisha yangu, ama kwenye mawazo, ama kwenye akili, ama kwenye mwili wa kawaida, ama kwenye mwili wa rohoni, ama kwenye moyo wangu, ama kwenye moyo wangu, ama kwenye maono, ama kwenye maono, ama kwenye usingizi, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninakataa kila muunganiko niliyeniunganisha na watu niliyekutana nao kwenye ndoto. Zile ni roho, kwa mamlaka ya jina la Yesu, roho bandia zilizovaa sura bandia kwa jina la Yesu, ninavua kila sura iliyovaliwa kwenye ndoto zangu, aliyevaa sura ya nyoka, aliyevaa sura ya paka, aliyevaa sura ya mnyama yote, aliyevaa sura yangu, aliyevaa sura ya mtu mwingine, na kuja kwenye maono yangu, na kuja kwenye ndoto zangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaamrisha kila kilichoniunganisha na hizo zianze kukatika kwa jina la Yesu, 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 zianze kukatika kwa jina la Yesu. Sema katika kwa jina la Yesu, katika kwa jina la Yesu, katika kwa jina la Yesu. Kila muunganiko wa chakula, muunganiko wa maagano, muunganiko wa magonjwa, muunganiko wa balaa, ninakataa. Maana imeandikwa, hapana muunganiko kati ya nuru na giza, kati ya nuru ya giza. Yesu akasema ya kuwa mimi ni nuru ya ulimwengu, mimi ni nuru ya ulimwengu, mimi ni taa ya dunia. Na kuanzia sasa ninaamrisha matokeo mabaya kwenye ndoto zangu, kila udhaifu kwenye mwili wangu, kila udhaifu kwenye roho yangu, kila udhaifu kwenye maisha yangu, kila udhaifu kwenye hatua zangu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mamlaka ya jina la Yesu, mamlaka ya jina la Yesu. Neno lipite sasa kwenye mwili wangu, neno lipite sasa kwenye moyo wangu, neno lipite sasa kwenye viungo vyangu, neno lipite sasa kwenye hatima yangu, neno lipite sasa. Mabaya yote niliyoingiza kwenye ndoto, kila uchawi uliofanyika kwenye ndoto zangu, kila uchawi uliofanyika kwenye ndoto zangu, kila uchawi uliofanyika kwenye ndoto zangu, ndoto za watu wengine inayonihusu mimi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na ngao mapando yote kwa jina la Yesu, au mapando yote jina la Yesu, na mapando yote, kila pando kwenye maisha yangu kupitia ndoto, kila pando iliyopandwa na shetani na ufalme wake, ninaamrisha sasa, ninavyokwenda kunyamaza, neno la Mungu ijaribu kila roho kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu, jina la Yesu. Nyamaza katika jina la Yesu. Baba, imeandikwa, jaribuni roho hizo zote kwa moto, maana neno lako ni moto. Neno linalopita sasa hivi ninaituma kwenye nafsi, naituma kwenye roho, naituma kwenye mwili, naituma kwenye viungo vyote Baba vya rohoni, maana ndoto ni katika ulimwengu wa kiroho. Mabaya yote, balaa zote iliyempata mtu huyu katika ndoto alizoota, ndoto iliyegeuka na kuwa mlango wa mabaya, kwa jina la Yesu. Mapando yote ya kichawi yaliyopandwa ndani yako, kwa jina la Yesu ninaamrisha kwa jina la Yesu. Mikataba yote uliyofundishwa kwenye ndoto inavunja kwa jina la Yesu. Muunganiko wa vyakula navunja kwa jina la Yesu. Muunganiko wa mahusiano ya tendo la ndoa kwenye ndoto navunja kwa jina la Yesu. Muunganiko wa sherehe ya harusi navunja kwa jina la Yesu. Mashetani wote waliyekaa ndani yako ninaamrisha sasa, kila shetani aliyekaa ndani ya mtu aliingia kupitia ndoto. Mimi ni mtu mwenye macho, nakuja kwako hapo.
nataka utoke ndani ya huyu, nataka utoke ndani ya huyu. Mimi ni mtu mwenye macho, fanya lako utoke ndani ya huyu. Napitisha msako kwa jina la Yesu, msako kwa jina la Yesu. Uliyekuja kwenye ndoto ukaharibu maisha yako kupitia ndoto, nataka utoke kwa jina la Yesu. Nataka utoke kwa huyu kwa jina la Yesu. Usisubiri mpaka nifike. Toa vitu vyako, umeharibu maisha yako kwenye ndoto. Beba vitu vyako haraka. Natumia mamlaka niliyopewa. Hii ni mamlaka ipita mamlaka yote. Mamlaka jina la Yesu. Unatikiza kichwa na kupa dakika moja ubebe mizigo yako yote uliyoweka ndani yake kwa jina la Yesu. Jatokotona kama na mashatu na makama. Rinda baraba ya baraba kama na yandu na makapa yande beria kama. Nataka kutoka ndani ya huyo, nataka kutoka ndani ya huyo. Yandu na makapa na mashando na maisha yaliyoshikiliwa katika ndoto za mabaya uliyeota kwa jina la Yesu. Na vunja magano yote kwenye ndoto kwa jina la Yesu. Na haribu mabaya yote kwenye ndoto kwa jina la Yesu. Ninaamrisha mikataba ya mizimu kwenye ndoto, kwa mzimu kwenye ndoto kwa jina la Yesu. Nyumba yako imekuwa mipango ya mashetani, maana walipenya kupitia ndoto. Ninavunja kwa jina la Yesu. Vunja kwa jina la Yesu. Vunja kwa jina la Yesu. Achia maisha huyu kuanzia sasa. Nami navunja mikataba iliyopenya kupitia jina aliyepewa, jina ya upande wa mama. Mtoto wa pili upande wa mama, ninavua jina uliyepewa ya bibi ya babu yako kwa jina la Yesu. Beba vitu vyako kutoke ndani yake, na kuanzia leo mizigo yote ya mizimu na ng'oa kwa jina la Yesu. Yandu na makapa yande beria bakama na mashandu na inda beria barabakapa na yandu na makapa na endororo koto na kama na inda beria kapa na mashandu na yande beria barabakapa yanda de kemo kama na inda beria barabakama na yanda baba kama na inda de kemo na mashandu na inda beria barabakapa na yandu na makapa endo koto na kama ya baba kama na yande beria barabakama yando koto na kama ende kemo na makama yando na matoka ndani ya huyo haraka kwa jina la Yesu. Yande beria kama na enda baraba kama na kwa haraka, jivue kwa haraka. Uliyechukua pesa na uliyechukua sura na uliyechukua nyota, beba vitu vyako tutoke. Ndoto aliyeota ya mahusiano, wewe si mume kwake, wewe ni mharibifu, beba vitu vyako toka haraka. Yando na makapa na mashambu na makapa na beria tokoto na kama na yande beria ba yanda baba baba yanda baba baba yanda baba baba yanda baba kama na yanda beria ba kama. Vua vitu vyako haraka kwa jina la Yesu. Vua kila kitu kwa jina la Yesu. Vua kila kitu kwa jina la Yesu. Yando na makapa na beria tokoto na kama na yanda beria kama na ele mauti ndiye ndani yake, ele mauti ndiye ndani yake, na vua ndani yake kwa jina la Yesu. Vua ndani yake kwa jina la Yesu. Huyu hatakufa huyu. Huyu hatakufa huyu. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Chukue kwa haraka. 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 Yangu na makabana na kufua ndani yake na mkataba uliomfungisha mauti. Na vunja mikataba yote. Vunja mikataba zote. Vunja mikataba zote. Ingia kwenye mwili wako. Bwana amekukumbuka ndani ya mwili wako. Mauti imetoka kwa jina la Yesu. Utakufa tena na bariki maisha yako. Yangu na makabana kwa vyote ulikomlisha kwa ndoto. Vitoke. Yangu na makabana mashango na yaba na makabana yaba baba kama na endo koto na kama na yaba yanda baba kama yanda bere baba enda baba kama na yaba baba kama na endo koto na kama na beria to na kama na enda baba kama na enda beria baba kama yaba baba kama endo koto na kama na yaba baba kama enda kama na endo koto na kama enda baba kama na enda baba kama enda baba enda kotona kama enda kotona kama enda baba kama na enda baba kama enda baba kama na Nakema nama, enda baraba kama, enda baraba kama, enda baraba, enda baraba, onda baraba shanda ba, enda baraba shanda ba, onda baraba kama nama, enda tuna kama nama shanda nama, onda baraba kama nama shanda nama, enda baraba kama nama shanda nama, enda tuna kama nama, enda baraba, enda kama nama, enda kama nama shanda nama, enda baraba kama nama, ya baba kama, ya ndo nama kapa, ya baba kama, enda baraba kama, ya
enda baba, enda baba, yanda baba baba, yaba, yaba, yanda baba baba, enda baba kama, yanda baba kama nama, enda baba, enda bebe, yebe, yaba, yaba baba baba, yanda baba baba, enda baba baba, yaba baba baba, enda baba, yanda baba baba, enda baba baba, enda baba kama, enda bebe baba, enda baba baba, enda baba kama, enda baba, yanda baba, akama, yaba baba baba baba, yanda kama nama, yaba baba, yanda baba, yaba baba, enda baba 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 baba, yando kotona kama, yaba baba baba baba, yandoro kotona kama, beria tona kama, enda baba baba, enda bara bara kama nama, endoro kotona kama, yando nama kapa, yaba baba baba baba, yanda kama nama, yanda baba, yande kemonama, yanda baba baba kama nama, beria tokotona kama, enda baba kama nama, yande beria ba, raba, yaba, 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 yaba baba, enda baba kama nama, neke monama shandu nama, nashambulia kwenye ndoto kwa jina la Yesu. Kila ndoto nashambulia kwenye ndoto, nashambulia ndoto za wiki iliyopita, nashambulia ndoto za wiki zote na miaka yote kwenye maisha yako. Wabaya waliokuzidi kwenye ndoto, ninashambulia kwenye ndoto. Enda baba kama nama, enda beria baraba, enda baraba kama nama. Hebu fungua kinywa chako sasa, fungua kinywa chako, inuka juu sasa, inuka juu mtu wa Mungu, fungua kinywa chako, anza kunena kwa lugha. Yanda baba kama nama, enda kama nama, enda baria kama nama, enda baba kama nama, yaba baba, fungua kinywa chako, nena kwa lugha. Nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha. Kama hujawahi kunena kwa lugha, anza kuongea kinachokuja kwenye kinywa chako. Hebu fungua kinywa chako twende. Yanda barabara, ende beria baraba, kama nama, ende beria baraba kama, enda baba kama nama. Mashambulizi yote kwenye ndoto, tunayakabili baba kwa jina la Yesu, tunayakabili baba kwa jina la Yesu, tunayakabili baba kwa jina la Yesu. Enda beria baraba kama nama, ende roro kama, enda baraba kama nama shando nama, ende beria nama shando nama, ende barabara kama nama shando nama, ende roro kama nama, enda beria baraba kama nama shando nama. Nakama nama shaka nama, enda baba baba baba, enda baba baba baba, enda bebe bebe bebe, enda baba baba baba, onda kama nama shaka nama, enda beria kama nama, enda roro koto kama nama, baba kama nama. Waliyekuja kwenye ndoto baba, wale wana sufuria kwa ajili ya kumlisha baba, waliyekuja baba kwa njia ya kumuingizia mabaya, waliyemzidi, waliyekuwa anamkimbiza ile jeshi kubwa baba, tunaishambulia katika ndoto ya bebe kemo na makama, enda beria kama na makama, enda baba kama na makama nama, enda baba kama na manama. Chochote kilichokilishwa, vyakula vyote vya kichawi, mabano yote ya kichawi, vinywaji vyote vya kichawi uliyelishwa katika ndoto, damu za watu na nyama za watu, ninaagiza vitoke kwa jina la Yesu. Yanda baraba kama nama, beria tokotona kama nama, yande bekemo nama, enda baba kama nama, yende bebe kemo nama. Vifungo vyote vitoke, maagano yote yatoke, mabaya yote yatoke, mabaya yote yatoke. Enda baba kama nama, ende beria kama, enda baba kama nama, ende bebe kemo nama, enda baria kama nama shando nama, ende bebe kemo nama shando nama, enda baria kama nama shando nama, enda baba kama nama, yande bebe kemo nama, enda baria kama nama, endo kotona kemo, endo kotona kama. Mikono iliyoshikilia kwenye ndoto, mapato iliyoshikilia kwenye ndoto, kibali kiliyoshikilia kwenye ndoto, akili iliyoshikilia kwenye ndoto, afya iliyoshikilia kwenye ndoto, hatua zilizoshikilia kwenye ndoto, achia hatua zake, achia hatua zake, achia sura yake, achia nyota yake, achia kibali chake, achia uzima wake, achia nyota, achia nyota, achia afya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Afya yake na ikomboleke kwenye ndoto kwa jina la Yesu. Yande beria kapa, yando kotona kama, ya baraba, raba baba 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 baba, ya baba 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 baba, yanda baba 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 baba, yanda baba baba baba, enda kama na baba baba, enda beria kapa nama, enda beria kapa nama shando nama, enda beria kapa nama shando nama kama, enda beria kapa nama shando nama, enda beria baba kapa nama, enda beria kapa nama shando nama, enda baba kapa nama shando nama, enda beria nama shando nama, enda tokotona kama nama, yanda baba 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 baba, ya baba 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 baba, enda baba 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 baba, enda baba 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 baba, enda baba 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 baba,
endokotona kama nama endeberiaba raba yandaba baba yendeberaba. Ngome zote iliyeshikilia mguu wa kushoto, iliyeshikilia mguu wa kushoto, iliyeshikilia hatua zake, iliyeshikilia hatua zake, iliyeshikilia mikono yake, iliyeshikilia mikono yake, na ngoma mapango zote, na ngoma mabaya yote ama asili yake ni ndoto, mlango wa ndoto Baba, natoa mabaya yote, nafunja makano na mikataba yote, naharibu kazi yote giza kwenye ndoto Baba. Mimi nipite kwenye ndoto zake Baba, yatakasike kwa jina la Yesu. Moto wako Baba ambao ni neno lako, naituma kwenye ndoto, naituma kwenye mlango wa ndoto Baba. Mabaya sikwenye tena, na Baba kila kinachoingia kwenye ndoto yake ijaribishwe kwa neno lako, ijaribiwe kwa neno lako. Yandokotona kama yanda bakapa kaparabakapa yabakaparabakapa yangu na makama enda baba kama nama enda baba baraba kama nama enda baba baraba kama nama. Nami kuanzia sasa na washinda wote waliokuja kwenye ndoto zako, na washinda kwa jina la Yesu, na washinda kwa jina la Yesu, na washinda kwa jina la Yesu. Na baya yote yatoke kwenye tumbo lako, kila ubaya ulioingiziwa kwenye ndoto yatoke kwa jina la Yesu. Nami navunja mikataba zote kwa jina la Yesu, na katika jina la Yesu na Mungu anasema amen. Sema kila agano niliyofungishwa kwenye ndoto kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninajivua kwenye kila agano ya kishetani, agano la kichawi niliyoshiriki kwenye ndoto kwa jina la Yesu. Kila sherehe niliyoshiriki kwenye ndoto kwa jina la Yesu, na mabaya kanipata kwa jina la Yesu. Mabaya yote yatoke, balaa zote zitoke, nuksi zote zitoke, magonjwa yote yatoweke. Hatua zangu na vibali vyangu nirejee kwa jina la Yesu. Niumbwe tena upya, iwe mwanzo mpya kwenye maisha yangu. Neno la Bwana nilinde mlango wa ndoto na kujaribisha kila roho anayekuja kwenye ndoto zangu, ila nitende mabaya. Kuanzia sasa hakuna mabaya yatakayepenya kwenye ndoto zangu. Hakuna mtu atakayenyunyizia sura ya aina yote, ama ya mnyama, ama ya kwangu, ama ya mtu yoyote. Nakuja kwenye ndoto, kila anayekuja akiwa amenyunyizia sura isinuziwe, na nimuone kwa sura yake. Nami naweka jina la Yesu kwenye kinywa cha roho yangu, itaje jina la Yesu kwa jina la Yesu, na washinde wote kwa jina la Yesu. Aiwe mwanzo katika maisha yangu katika jina la Yesu. Nilitakiwa niende nilianza jinsi ya kutambua ndoto ni nzuri ama ni mbaya. Nimeishia kwenye kujaribisha roho hizo kwa moto, kujaribisha kwa neno la Mungu. So ina maana kinachofanyika ni lazima ujue neno la Mungu, ili kila ndoto uwe na neno la Mungu la kuweza kuipima. Na kama hauna neno la Mungu la kutosha, inawezekana usipate unachokitaka kwenye tafsiri ya ndoto. So mimi nasema hivi, nitaendelea wiki ijayo, nitakwenda moja kwa moja kwenye kufafanua jinsi ya kutambua ndoto nzuri na ndoto sio kwa nzuri, alafu nitakuonyesha mtafsiri ndoto ya kuwa ni Mungu na kupitia Roho Mtakatifu. Alafu tutatafsiri baadhi ya ndoto, alafu nitafundisha jinsi ya kutafsiri ndoto, lakini ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Nisikie amina kubwa. Amen. Kilichokuwa kinakusumbua
nilivyokuwa naomba, umeona nimeenda kwa kila moja. Ipo jambo ambayo Mungu ametenda kwako, maana kuna asili ya mabaya kupitia ndoto ulizoota. So tutakapokwenda wiki ijayo, alafu tutaona tumefikia wapi. Utaanza kuwa makini na ndoto, maana tunaona ya kuwa sasa hivi kila mtu anaota ndoto, kwa sababu ilitabiriwa ya kwa nyakati za mwisho kila mmoja ataota ndoto. Lakini ina maana ipo faida kwenye kuota ndoto, lakini pia hakuna faida pia kwenye kuota ndoto. Kuna wakati mwingine mtu mwingine anaota mfululizo wa ndoto, lakini ni kama mlango wa kushambuliwa. Kuna mtu anaota ndoto mfululizo. Umejua utakiwa wote ndoto pasipo pumzika. Unapolala unaota ndoto mfululizo, na maana unalala usingizi wa mangamngam. Mwili hata unapoamka inakuwa imechoka. Lakini atakuwa wote angalau ndoto moja ama kama mbili kila sana. Lakini pia usiote kila siku. Kuna wakati wabaya wametengeneza mlango ndoto kwa mlango wao kufikia wewe. So tunapoendelea utaona maisha yako yakibadilika, lakini wewe utaanza kuwa ni msaada kwa watu wengine wanaoota ndoto. Nisikia amina kubwa. Amen. Basi nitoe nafasi, kabla sijahitimisha, nitoe nafasi kwa ajili ya mtu mwenye swali kuhusu somo tuliyopitia. If you have any question, this is the time for you to put across that question. Nakaribisha kama kuna maswali machache kabla sijahitimisha. Nitaanza Jumapili ijayo mapema moja kwa moja kwenye jinsi ya kutambua ndoto nzuri na ndoto sio nzuri, lakini pia nitakuonyesha kuwa ndoto zote kwenye Biblia zilikuwa na maana yake na zilikuwa na kusudi maalum kutoka kwa Mungu. Lakini kwa sasa hivi pia kuna ndoto za kusudi la Shetani. Lakini bila shaka baada ya hapo hutabaki jinsi ulivyo. Nimeona mkono wako hapo. Amina. Umesha tuende kwenye ndoto. Hebu nimsikilize, si ndio? Nisikatae wito. Lakini baadaye kama nimeona kwamba ninafungua ambazo ni mpya za kile chumba. Lakini pembeni kuna paka kalala. Sasa kwamba nifunge mlango, ule mlango kawa haufungiki. Lakini sikuwa ni mpya na kitaka. Sasa katika ile kuhangaika msheni kwa nimeamka. Sijui kwamba hizo kutoka nini na sikuwa kufunga ule mlango, na au ni mlango wa mabaya au ni mlango. Hebu ongea kwa sauti wote wasikie, alafu nikupe tafsiri yake ili mtu mmoja apate picha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi niliota ndoto ambayo kwamba nilikuwa ndani ya chumba, lakini hicho chumba kwa kukitazama sana kilikuwa ni kama chumba changu ambacho ninalala. Kilikuwa na mlango mpya na funguo mpya. Lakini pembeni kwa nje nikawa namuona paka amelala. Sasa kwamba ili kwamba mimi nifunge mlango, lakini ule mlango ukawa, ule ufunguo ukawa haufungi mlango. Yaani kwamba nilishindwa kufunga ule mlango. Na katika ile kuhangaika sana kwamba nikawa nimeamka katika ile ndoto. Lakini sasa sikuweza kufahamu kwamba ule mlango labda ni kwa ajili ya kufunga mabaya au yule adui asiingie ndani au ni vipi. Sasa na nikashindwa kufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona kana kwamba yupo kwenye chumba chake, lakini anazo funguo mkono. Mlango uko wazi, lakini nje kuna paka. Anapolala huyo Flora amekuwa macho, amelala, mwili na nafsi zote zimelala, lakini anajiona yuko ndani ya chumba. Anajionaje wakati yeye amelala? Macho ya moyo wake inaona katika ulimwengu wa kiroho. So kupitia macho ya moyo wake anaona yuko kwenye chumba, lakini anazo funguo. Lakini sasa mlango uko wazi na paka yupo nini? Yupo nje. Sasa tunapokwenda kwenye Biblia, nyumba ama chumba ni nini? Ni nini kwenye Biblia? Unaposoma kwenye yando na makapa na mabrato kotone kama nama ya baba kama nama. Methali 14 mstari wa kwanza, hebu soma haraka haraka.
ili tuone. Twende na Biblia alafu tuone. Tutapata kupima pia na tujaribishe pia. Joshua soma Methali 14 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Kwa Bwana anasemaje? Uliyepata soma. Uliyepata soma. Mpya some. Methali 14. Mstari wa kwanza. Umepata? Soma. Soma. Nasoma kwa jina la Yesu. Bila shaka. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Nipe microphone. Umeona? Hiyo ni kuhusu nyumba. Sasa wewe uko ndani ya chumba ambao ni nyumba, lakini umeshika funguo. Lakini funguo hizo nazo unatakiwa ufunge mlango uko wazi. Paka yupo nje. Paka ni nafsi na mwili. Paka hana roho, hawezi kuwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndio maana hakuna paka ama mnyama yote anayekwenda mbinguni, maana mbinguni ni ulimwengu wa kiroho. So yule paka ni roho ya mwanadamu ama roho ya mbaya amejinyunyizia sura ya paka ili usimjue, lakini yuko mlango uko wazi. So nisikilize, chumba uliopo ndani yake ama nyumba niseme uko kwenye mahusiano ambayo imekuwa mlango wazi, ina maana haijawa rasmi ya muda mrefu, lakini sasa funguo ni neno la Mungu nayo, lakini umeshindwa kufunga mlango ili sasa uwe salama ndani ya mahusiano hayo. Ina maana unayo mtu ambaye anataka akuoe, lakini mtu huyu haeleweki. Umeona sasa? Lakini yule paka aliyekuwepo nje katika ndoto yako anawakilisha anayepenyeza mabaya kupitia mlango huo. So hiyo ndio maana ya ndoto yako. Je, uko kwenye mahusiano ya muda mrefu ambayo yamejatimia? Anacheka. Hebu pigia Bwana makofi makubwa. Pigia Bwana makofi makubwa, anacheka. Pigia Bwana makofi makubwa, anacheka. Anayefunga, ina maana yeye ndiye anaweza kufunga huo mlango. Kufunga mlango ni kuwa salama. Ina maana mahusiano hayo yakawa salama na yakatimia. Kama unataka mimi niombe kwa thibitisho zaidi, maana umeona amecheka, ina maana ni kweli. Pigia tena Bwana makofi makubwa. Pigia Bwana makofi makubwa tena. Nimekwenda kwenye neno la Mungu alafu nikatafsiri neno la Mungu. Kama unataka udhibitisho niombe. Amen. Flora niombe. Nacheka. Hebu ni mtu mmoja anamwambia anachocheka. Hakujua kama jicho la Bwana huona hadi sirini. Hebu pigia Bwana makofi makubwa. Unaweza ukasema ndoto yako, ukasema ndoto hujatambua, lakini ndoto ufichua mambo mengine. Sema haleluya. Haleluya. Sema haleluya. Haleluya. Sema kuanzia sasa. Kuanzia sasa Tutakwenda kwa mwendo wa Bwana. Kwa mwendo wa Bwana. Yaliyefichwa yatafichuliwa. Yaliyefichwa yatawekwa bayana juu ya dari. Na itakuwa ni mwanzo mpya kwenye maisha yangu. Katika jina la Yesu. Na mtu anasema amen. Amen. Mimi nataka nikusaidie kwa kusema Baba, katika jina la mwanao wa pekee. Amesha sisi.
Mimi nasema kwa niaba yake, Baba, katika jina la mwanao wa pekee Yesu Kristo, ninasema kwa niaba ya Flora, Baba, ni kweli yupo ndani ya Baba nyumba. Umempa funguo Baba, mlango iwazi Baba. Funguo ni neno lako Bwana, na Baba anatakiwa afunge mlango ili Baba wa rehema mahusiano hayo yatimie. Bwana, sura iliyevaa sura ya paka Baba, naivua sura yake, na Baba kuanzia sasa ninamkaba yule roho aliyevaa sura ya paka asipenyeze mashambulizi tena na kuzuia mahusiano yake. Na Baba, maana neno lako limedhibitika, idhibitike kwa vifungo vyote vinavyomzuia mlango kufungwa na kutimia kwa ndoa yake. Baba wa rehema, katika jina la Yesu ninaagiza roho hizo zitoke kwa jina la Yesu. Haraka haraka, ni nyepesi sana, ni nyepesi sana. Inawezekana kwake yeye afanye nini? Aminie. Nataka utoke. Mungu akishafichua basi ni wakati wa kutoka. Nataka utoke. Nataka utoke. Ni kweli si kweli? Kweli. Pigia Bwana makofi makubwa. Bwana anataka kupeleke mahali, lakini ndoto ni Bwana anasema na wewe. Kama mpako na funguo, kinachokuzuia kufunga mlango ni nini? Kwa nini asifunge mlango wake mpaka mtazame? Natumia funguo nilizokuwa nazo kufunga mlango kwa ajili yako. Funguo zilizokaa kwenye mkono wako. Haya, angalia mikono yake hizo. Mikono yake hizo. Mikono yenyewe iliyeshika funguo si za kwake, si mikono yake. Ina maana ile mikono si ya kwake. Ingekuwa ya kwake angeweza kufunga mlango. Sasa mkono wake irejee na mkono wake ishike hizo funguo ili afunge mlango. Tuje tuule Baba pilao kwa jina la Yesu. Amen. Tuje tuwe kwenye sherehe kwa jina la Yesu. Amen. Makofi mengine kwa ajili ya Bwana. Sana mikono bandia inaondoka. Mikono bandia inaondoka. Iliyoshikilia funguo. Iliyoshikilia funguo. Ili asifunge mlango. Ili asifunge mlango. Mikono yake. Mikono yake. Iumbike tena upya. Hatima yake. Iumbike tena upya. Afya yake. Maisha yake. Mahusiano yake. Na aliyekuwa naye na mahusiano ya kwenda kwenye ndoa, tunarudisha ufahamu wake na akili yake na kufanya muunganiko wa kimungu. Nenda kwenye hatima yako. Funga mlango kwa jina la Yesu. Milango yote iliyofunguliwa kwenye maisha yake na kupenyeza mashambulizi na kumzuia asiende kwenye hatima yake, leo tunayafunga milango yote kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa apokee uumbaji upya. Pokea uumbaji upya. Pokea nyota yako. Pokea nyota kwenda kwenye ndoa. Pokea nyota kwenda kwenye hatima. Na kuanzia sasa muonekano, kibali na sura irejee katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Muda umeenda, mimi naishia hapo, lakini tutakwenda. Kama una ndoto leta pale, lakini kwenye ibada tutakuwa tunaanza mapema, alafu tutakuwa tunatenga angalau dakika 30 ya kuweza kukurukusha mwizi wako. Sasa hivi tumekuwa tukiwakimbiza kimya mpaka wamezoea. Nataka tuwakimbize wazi wazi. Nani anasema wakimbizwe wazi wazi? Pigia Bwana makofi makubwa. Hautaumbuka. Hautaumbuka. Hatutamwaga nani kwako kwenye kuku wengi. Tupone. Wewe mimi nipo. Unasema wewe sema tu, lakini mimi nimejaa kama pishi ya pilao. Wewe sema tu, nimejaa kwenye nyumba wewe. Sema tu. Usije mlango kafungua kutoka mbio. Usije kukurupuka. Basi ningeomba. Baba, nashukuru jina lako kwa kuwa wewe ni mtakatifu. Asante kwa ajili ya yote ulianza kutufunulia Bwana. Tuko tayari kuyajua zaidi. Na Baba, gusa maisha yetu sasa. Weka kila kitu bayana kwenye maisha yetu. Na Baba, ukipata kuyakamilisha,
Mimi nashukuru jina lako Mungu kwa kuwa wewe ni mtakatifu, mtakatifu. Na wewe ndio mtafsiri wa ndoto. Baba, tutafsirie ndoto zetu tutakapoota kuanzia sasa. Kila mmoja awe na uwezo wa Baba kutafsiri ndoto, lakini wao ukitafsiri kupitia yeye. Ndoto zote Baba, naweka chini ya ulinzi wako. Tega neno lako kwenye mlango wa ndoto. Ndoto zote zijaribiwe Baba kwa moto ambao ni neno lako. Baba, mabaya yote yaondoke, balaa zote ziondoke, na Baba mabaya asipende kwenye ndoto, mazuri yapende. Na Baba, iwe mwanzo mpya ya Baba watu wako kusimama na kwenda kwenye hatima zao, katika jina la Yesu Kristo. Naomba na mtu aseme amen. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Sema amen. Amen. Basi makofi kwa ajili ya Bwana. Basi wakati wa utoaji sasa, wakati wa kutolea Bwana.